Karibu Juice African Story. Ijue historia ya Jose Salvador Alvarenga, raia wa Amerika ya Kati. Mwaka wa 2012 alipotelea baharini akiwa katika uvuvi. Alikaa baharini humo bila msaada wowote kwa muda wa mwaka mmoja na miezi kadhaa. Katika miezi hiyo yote alikuwa kila samaki wa bichi kama chakula. Alifanikiwa kuokolewa mwaka wa 2014. Alvarenga mwenye umri wa miaka 48 kwa sasa. Yeye ni mvuvi maarufu aliyejipatia umaarufu huo mwaka wa 2012 baada ya kupotelea baharini kwa siku 438 ambazo ni sawa na mwaka mmoja na miezi miwili. Alizaliwa mwaka wa 1975 nchini El Salvador, Amerika ya Kati. Ilikuwa ni Novemba 17 mwaka 2012 ambapo alipanga ratiba yake ya usiku ya kwenda baharini kuvua samaki katika pwani ya kijiji cha Costa Azul kama ambavyo amekuwa akifanya. Hii ni katikati ya bahari kubwa zaidi ya Pacific. Mvuvi huyu mwenye uzoefu alikusudia kufanya kazi hiyo ya baharini kwa saa 30 ambapo alitarajia kupata papa, samaki aina marine na samaki wengine wa baharini. Mvuvi mwenzake wa siku zote hakuweza kujiunga naye, kwa hiyo akapanga badala yake amchukue Ezekiel Cordoba, kijana wa umri wa miaka 23 asiye na uzoefu. Muda mfupi baada ya kupanda mashua yao ya injini moja iliyokuwa na jokovu kubwa la kuhifadhia samaki, ilianza kupeperushwa na dhoruba kubwa iliyochukua siku 5 mfululizo na kupelekea injini na vifaa vingi kuharibiwa. Ingawa walikuwa wamevua karibu kilo 500 za samaki wabichi, lakini walilazimika kuwatupa wote baharini ili kufanya mashua kuwa nyepesi. Alvarenga alifaulu kumpigia simu bosi wake kuomba usaidizi kabla ya beti ya redio hiyo kuzima, lakini msaada haukupatikana. Na kwa kuwa mashua haikuwa na matanga wala makasia, haikuwa na nanga, haikuwa na taa za kuelea, ilianza kupepeluka kiurahisi na upepo kuelekea ndani zaidi ya bahari. Sehemu kubwa ya zana za uvuvi pia zilipotea au kuharibiwa na dhoruba na kuwaacha wakiwa na vifaa vichache tu vya msingi pamoja na chakula kidogo. Kwa mujibu wa Alvarenga mwenyewe, alisema mwenzake Cordoba alipoteza maisha miezi 4 tu katika safari hiyo wakiwa ndani ya bahari baada ya kuugua kutokana na chakula kibichi walichokuwa wanakula na hatimaye kufa kutokana na njaa kwa kukataa kula. Alvarenga alisema kwamba alifikiria kujiua kwa siku 4 mfululizo baada ya rafiki yake huyo Cordoba kufa, lakini imani yake ya Kikristo ilimzuia kufanya hivyo na akaendelea kupambania uhai wake huku matumaini ya kuokolewa yakiendelea kuishi. Alikuwa baharini muda wote, hakuna nchi kavu aliyoiona. Alisimulia kwamba Cordoba alimfanya aahidi kutokula maiti yake baada ya kufa, kwa hiyo akaiweka kwenye mashua. Anasema katika nyakati fulani alikuwa anazungumza na maiti, na baada ya siku 6 aliogopa kwamba atakuwa kichaa, hivyo akaitupa maiti hiyo baharini. Hadi miezi hiyo 4 inaisha, mwamba alikuwa anaishi kwa shibe ya samaki wabichi, kasa, ndege wadogo, papa na maji ya mvua. Imagine. Alvarenga alisema kwamba aliziona meli nyingi za kontena zinazopita baharini, lakini hakuweza kuomba msaada kutokana na kuwa mbali. Baada ya kutaabika kwa miezi 14, hatimaye aliiona ardhi. Kulikuwa ni kisiwa kidogo cha Ebon Atoll kilichopo zaidi ya kilomita 10,000 kutoka pwani, na hiyo ilikuwa ni zaidi ya siku 400 zimepita. Januari 30 mwaka 2014.
Aliacha mashua yake na kuogelea hadi ufukweni kwa furaha akiwa mtupu, ambapo aliingia kwenye nyumba inayomilikiwa na wanandoa na kupatiwa msaada. Safari ya Alvarenga ilikuwa imechukua siku 438 akiwa katikati ya bahari huku akila samaki wabichi. Wazazi wa Alvarenga ambao hawakuwa wamewasiliana naye kwa miaka mingi walikuwa na hofu kwamba alikuwa amekufa muda mrefu baada ya kutoweka, huku wazazi wa Cordoba wakimtuhumu vikali Alvarenga kwamba alikuwa amemuua kijana wao na kumfanya nyama kutokana na kukosa chakula. Wazazi hao walifika mbali zaidi na kumfungulia mashtaka mahakamani Alvarenga wakidai fidia ya pesa walizozitaja kuwa ni dola milioni 1 kwa kuamini huko kuwa kijana wao alikuwa amefanywa mishkaki na Alvarenga wakati huo wakiwa matatizoni. Licha ya tuhuma hizo, lakini Mwamba alikataa kulipa. Tukio kama hili pia limewahi kumtokea Jesus Vidana, raia wa Mexico, ambaye yeye aliacha pwani ya bahari Oktoba 28 mwaka 2005 akielekea baharini katika uvuvi, na huko alipotea mpaka alipokuja kuokolewa miezi 9 baadaye, Agosti 9 mwaka 2006. Lakini pia tukio hili liliwahi kuwatokea Maurice na Marian Barre, raia wa Uingereza, ambao wao walipotelea baharini kwa siku 118 mwaka 1973 kabla ya kuokolewa mwaka 1989. Pia boti ya Rose Noelle iliyokuwa na wavuvi 4 ndani yake ilipotea baharini baada ya kuondoka katika pwani ya New Zealand na kuja kuokolewa siku 119 baadaye. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Like now, tukutane kwenye story zinazokuja. Bye bye.